Ahmad Mlali, mwenyekiti wa mtaa wa Kinyamwezi. Binafsi ile jambo ambalo nimelifanya hapa ni moja ya ahadi ambayo nilishaitoa katika kipindi changu cha kampeni, na mpaka muda huu nimeshafikisha mwaka mmoja katika uongozi wangu. Yapo mambo mengi yalofanyika, lakini kwa muda huu nasema tuanze na ofisi ya chama, ofisi ya tawi la Kinyamwezi. Kwa binafsi kabisa napenda kupongeza serikali yangu ya awamu ya 6. Napenda kumpongeza mama yetu kipenzi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake. Hivi tunavyovifanya ndivyo vitu ambavyo tunatafuta kufanya katika chama. Tumekuja hapa, lengo kuu kubwa ni kuhakikisha ofisi hii ya chama inaweza kukamilika. Muda mrefu sana ilikuwa haijakamilika, lakini tumeona katika uongozi wetu huu tuweze kuikamilisha, na ofisi hii itakuwa ni ya kisasa. Ofisi hii itakuwa ni ofisi ya kwanza ambayo wanachama wanakwenda kuitumia. Hii ahadi ambayo tumefanya hivi sasa tulishaahidi. Mheshimiwa Rais anasema tumefanya na tumetekeleza kwa kishindo. Kazi na utu, tunasonga mbele. Hii ofisi nimeshamwelekeza engineer shakwambia kwamba hii ofisi lazima ikamilike. Ndio kamilika kiwango kikubwa sana. Na hapa tunavyoongea kazi rasmi ndio ianze. Kila kitu tumeshamaliza. Kinachotakiwa tupate ofisi nzuri ya kisasa ili waweze kuitumia wanachama wa Chama cha Mapinduzi cha CCM. Ndio mheshimiwa, walinipa imani ulipwa kwa imani, na pia ofisi hii itakuwa ni ya kisasa na ofisi nzuri kama mnavyoiona. Tumeweza kuleta simenti 10 na nondo 10 pamoja na matofali, lakini vitu hivi vyote vitakaa hapa. Tutamkabidhi katibu wa chama tawi hili la Kinyamwezi B kuweza kuwa navyo ili kesho mafundi waingie site waweze kuanza kazi. Atatuambia hapa engineer kwamba ni tofali ngapi zitakuwa ziingie hapa na ni nondo ngapi, ili ofisi iweze kukamilika haraka iwezekanavyo. Anikwambie tu kwamba engineer kazi inaitaka haraka iwezekanavyo. Hilo sio kuondoa shaka kabisa. Na nataka pia katika ofisi hii wananchi hao wa Kinyamwezi pamoja na wanachama wa Chama cha Mapinduzi waweze kutumia haraka iwezekanavyo. Hili jengo limeshaisha. Ndio mheshimiwa. Ni bado kupandisha kidogo ili ofisi iweze kukamilika. Kwa hiyo engineer, utanipa muda wako kwamba ofisi itakamilika ndani ya muda gani ili tuweze kuikamilisha ofisi hii na tuweze kukabidhi katika Chama cha Mapinduzi. Hamna tatizo mheshimiwa. Kwa hiyo engineer, naomba niambie kwamba hapa utatumia muda gani na siku ngapi? Hiyo ni professional yako, siwezi kuingilia. Hiyo ukaniambia kwamba inaweza kukaa na kukamilika ndani ya muda gani. Ndani ya kipindi kimoja cha uongozi wangu nimeweza kurekebisha barabara ambayo ilikuwa haiwezi kupitika. Tumeweza kuchonga barabara kwa greda takriban mara 3. Sasa hivi wananchi wanaweza wakapita, pikipiki inaweza ikapita, wananchi kutoka mguu wanaweza wakapita. Hivyo tumefanya uchongaji wa barabara kwa mara 3 ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Lakini pia kuna mambo mengine nimefanya kumwaga vifusi katika sehemu nyingi ambazo ni korofi. Tumemwaga vifusi sehemu ambazo hazipitiki, tumemwaga vifusi sehemu ambapo kuna mashimo, tumemwaga vifusi sehemu ambazo ilikuwa ni shida sana kupitika. Hivyo tumewarahisishia wananchi kuweza kupita njia kwa urahisi zaidi. Lakini pia nimeweza kutengenezea bodaboda kituo chao vizuri na wanafanya kazi zao vizuri kwa sasa hivi. Kwa hiyo kwa sasa hivi njia zao ziko safi na salama, wanaweza wakapita bila changamoto yoyote ile. Lakini pia tumeweza kurekebisha ofisi yetu ya serikali ya mtaa, kutengeneza ofisi nzuri, tumeweka furniture mpya, tumetengeneza ofisi ambayo ina hadhi ya viwango vya juu sana. Kwa Jeff Engineer Majengo, ni mkazi wa Kinyamwezi. Uzuri ni watu wanaenda kufanya kazi na mtu ambaye ni mwenyeji wa haya maeneo, na uzuri wa maeneo haya yote wanajua wakazi, na tunafanya kazi wote kwa uzuri tu. Na kuna baadhi ya miradi midogo toka mheshimiwa ingie madarakani tumeifanya tu. Kama utakuwa unarejea kwenye kumbukumbu ambazo zipo, tulishapiga picha, tunatengeneza madaraja madogo nini,
vitu vingi tu, lakini kwa sababu na hili limekuja tu, nimebahatika kupata nafasi ya kwamba mimi nitakayesimama kwenye hili kutokana na maelekezo ambayo ametoa mwenyekiti kwamba ofisi anaitaka kwa haraka. Napenda kusema kama material yatakuwa yamefika yote kwa wakati site, mwezi mmoja tutakuwa tumekamilisha hii hoda na watapata ofisi ambayo iko kwenye viwango ambavyo tumekusudia kutokana na BOQ yetu inavyozungumza. Na mheshimiwa, nipende kumpongeza mheshimiwa kutokana na kwamba toka alivyoingia madarakani naona kidogo miradi vidogo tunavifanya, barabara zimepitika, na nadhani kwa wananchi wataongea kwa msimu wote tu, hakuna sehemu ambazo hazikupitika. Hata kuna baadhi ya hao matoyo nini kuna sehemu ambazo tulikuwa hatuwezi kufikisha vifaa. Mimi kwa sababu kazi zangu ni hizo za ujenzi, ni kwamba kuna sehemu ambazo nilikuwa siwezi kufikisha vifaa kutokana na njia hazipitiki, lakini mimi ndo niliyesimama kufanya hii miradi midogo ya kujenga madaraja na nini. Ni site ambayo tayari ilikuwa ina muendelezo. Kwa hiyo mimi nakuja kama kuendeleza project ambayo iko hapa. Nadhani ni vitu vidogo ambavyo vitakuwa havimeenda nje ya mstari, lakini tuko tayari kuvirekebisha na kufanya kwa matakwa ambayo wanahitaji kwa ajili ya kiofisi. Mariam Maulidi Ali ni katibu wa chama wa tawi la Kinyamwezi B ambalo hapo mpo. Leo tuna tukio la kupokea baadhi ya vitu ambavyo mwenyekiti ametuletea. Mifuko ya simenti, ametuletea matofali kwa ajili ya ujenzi wa tawi letu. Na hii ni moja kati ya ahadi ambayo alituahidi kipindi anagombea mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa sisi kipekee kabisa kwa niaba ya chama tunapenda kumshukuru sana mwenyekiti wetu kwa kutimiza ahadi ambayo alituahidi. Maana aliahidi kwamba kama nitapita basi nitakuja kumalizia hapa palipobakia, maana ni muda mrefu tuko tunapambana wenyewe, tunachangishana, lakini baadhi ya watu walikuwa wanapita kutusaidia, lakini tunashukuru leo amefika na amekabidhi na ameahidi kabisa kumaliza tawi letu. Mimi naitwa Masudi Saidi Mkalipa, mjumbe wa shina namba 2 Kinyamwezi B. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru mwenyekiti katika kufanya ongezo yake ambayo anataka kutusaidia hapa kutufaulia hii nyumba, na mpaka kufika hatua hii tumeona kwamba akatuletea hivi tofali, akatuletea nondo, akatuletea pamoja na simenti pamoja na bati. Kwanza tunamshukuru na kumtakia kila la heri jambo aliwezeshe kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, na aweze kumpa moyo huo. Kwa sisi tunasema tumepata nyota katika hili.